Ya mahojiano, kipindi cha Tamrini ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja siku ya leo, tukilivalia njuga swala nzima la vijana na uongozi. Je, vijana wamehamasishwa vyema kwenye uongozi nchini, na mikakati ipi imefanywa ili kuwahamasisha vijana kuwapatia nafasi za uongozi? Hayo yote tutakuwa wenye kusemezana hapa kwenye studio zetu. Wewe pia mtazamaji unaweza sema nasi kwenye mtandao wetu wa kijamii, ukurasa wa Facebook @KBC Channel 1, kule mtandao wa X @KBC Channel 1, na kwangu ni @Khalid Abdullahi. Naomba ni wakaribisha wageni wangu kwenye studio zetu. Kando nami ama karibu yangu ni Eric Makeke ambayo ni kiongozi wa kijana. Hapo katikati ni John Kamau ambayo ni mwenyekiti wa uaniaji wa kizazi kipya, mkipenda New Generation Aspirant, swala ambalo baadaye utakuwa utatufanulia inamaanisha nini. Na huko misho ni Samson Nabutola ambayo ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, atakuwa atatusaidia kufafanua kwa kina swala nzima la siasa. Karibuni sana kwenye studio zetu. Asante sana. Naomba nianze kwako Bwana Samson Nabutola. Vijana wana nafasi gani katika uongozi hapa nchini? Asante sana kwa kunipa nafasi hii ili kuchambua na kujadiliana masuala ya uongozi wa vijana katika taifa letu la Kenya. Vile umenitambulisha, mimi ni Samson Nabutola, mchangamuzi wa masuala ya uongozi na ya kisiasa pia. Na mimi, kulingana na mimi, vijana wana nafasi katika nyanja ya uongozi, na tumeona wamepewa nafasi katika sehemu mbalimbali. Na ukitaka uongozi, mara nyingi kama ni lazima ujitokeze. Utapewa jukumu ya kuwa kiongozi kama hujajitokeza. Kwa hivyo vijana wetu tumeona pia wakijitokeza. Licha ya kwamba kuna wengine ambao pia bado hawajakuwa na hiyo ari ama kuchochewa katika kuamka katika masuala ya uongozi. Lakini ukiangalia uongozi uko katika mifumo mbalimbali. Kuna uongozi katika sekta ya uchumi, kuna uongozi katika sekta ya kisiasa, kuna uongozi pia katika sekta ya utendakazi katika serikali. Na ukiangalia, nikianza na suala la sekta ya utendakazi katika serikali, vijana wamepewa nafasi na serikali hii ya taifa la Kenya ikiongozwa na Dr. William Samoei Ruto ambaye ni president wetu, kupitia mifumo mbalimbali. Ukiangalia mambo ya internship, vijana wamepewa nafasi ya kuingia katika internship ili wakakuwe na uzoevu ama wakasome vile wanaweza fanya kazi katika sehemu mbalimbali. Kuna internship katika ministries zote ambazo ziko katika serikali yetu ya kitaifa. Na hata ukiona kule katika serikali za ukatuzi, kuna nafasi pia ya vijana kuingia kupitia mfumo wa internship na hata hizo attachment. Hiyo ni sehemu moja ambayo pia inaelekeza vijana katika ile hali ya jijenga na kukua, to build themselves katika mambo ya uongozi. Ukija katika mfumo wa uchumi, vijana pia wamepewa nafasi na serikali yetu ya kitaifa, na ni jukumu la kila mmoja wetu kujitokeza na kutumia nafasi hii ambayo wamepewa ili wakaonekane katika masuala ya uongozi. Ukiangalia kiuchumi, kuna sheria ambazo ziliwekwa na bunge ambazo zinasimamia mambo ya procurement, na zinasema 30% ya kila kitu ambacho kinakuwa procured katika serikali ama vitengo vya serikali lazima itengewe vijana. Na haitatengewa vijana kama mna kampuni, kama kampuni yenu haiko katika nafasi ya kufanya biashara na serikali. Kwa hivyo vijana wamepewa nafasi, ni hao pia wajieke katika nafasi ambayo itawasaidia ili wakatumia nafasi hii kukujijenga na kujenga uongozi wao. Katika hiyo sekta kuna wengine ambao wako na kampuni na wamepewa kazi, kandarasi katika serikali yetu ya kitaifa na hata serikali katuzi. Na ukija pia kwa uchumi, kwa hiyo mfumo wa uchumi katika uongozi wa vijana, umeona hata rais sasa hivi
ako anatembea katika kila kaunti. Kuna hiyo program ya Nyota ambayo tumeona rais akizindua katika taifa letu la Kenya nzima. Hiyo program si Christmas package wala si package ya kusaidia mtu kujivinjari. Rais anajaribu kuleta kuwapea nafasi ama platform katika lugha ya Kimombo, ili vijana pia watumie nafasi hiyo kujiguza katika uchumi wao, na hiyo ni sehemu ya uongozi pia katika mfumo wa uchumi. Kwa hivyo kupitia kwa hii program ya Nyota, licha ya kwamba wengine wanaona hii pesa sijui ni, hakuna pesa kidogo na hakuna pesa kubwa. Kuna watu wameanza na shilingi 3,000 katika biashara na saa hizi ni billionaires. Ukiangalia historia ya watu kama Bill Gates, utapata ya kwamba wakati walianza katika mfumo wa uchumi walianza na sehemu ndogo. Kwa hivyo tunaomba vijana wetu wakachukue nafasi, na hii Nyota program ambayo president amezindua wakaitumie kwa nafasi ambayo itakayowasaidia ili kesho pia wajimudu katika mambo ya uchumi. Na ukiangalia masuala ya siasa, nikimalizia, siasa hautaletewa siasa, hautasukumwa katika siasa. Ni wewe ujisukume katika siasa. Mimi nikiwa na hari ya kusimama kiti fulani ama kuwania kiti fulani ili niwasilishe watu wangu, nitajitokeza. Kuna vyama vya kisiasa vingi katika nchi yetu ya Kenya, because Kenya is a democratic country, na hizi vyama zinapea nafasi vijana pia kuingia pale. Changamoto zipo, lakini lazima pia sisi vijana tuwe tayari kupigana na hizi changamoto ili tuguze uongozi wetu. Hiyo ni nafasi moja katika hiyo mfumo wa kisiasa. Ukiangalia pia katika county assembly zetu kwa devolution system, kuna vijana wengi ambao wameingia kama viongozi. MCS wengi wameingia katika mfumo wa nomination, wengi wameingia kuwa elected by the people. Ukija pia katika assembly yetu ya National Assembly na Senate, kuna viongozi vijana wengi, wakiwemo kina Babu Owino, wakiwemo vijana wengine wengi. Juzi tulikuwa na kijana ambaye alipigiwa kura kule Kasapul ambaye yuko katika bunge. So kile tunaomba ya kwamba wale ambao wamechaguliwa katika viti vya kisiasa na viti vingine vile waonyeshe mfano mzuri ambao utakao leta sura nzuri ya vijana katika taifa letu la Kenya. Na tumeona pia hata ukiangalia katika baraza la mawaziri, rais wetu Dr. William Samoei Ruto aliteua waziri ambaye anasimamia maji ambaye ni kijana, na tunaona utendakazi wake si mbaya. Anaendelea kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo kuna katika lugha ya Kimombo tunaita goodwill kutoka kwa sekta mbalimbali ya kusaidia vijana ili pia wakaendelea. Ukiona katika baraza la makatibu wakuu, kuna katibu ambaye pia alichaguliwa kusimamia masuala ya vijana ambaye ni kijana. Ukiangalia katibu kama kina Susan Mangeni pia bado wako umri ile, of course wamepita age ya youth, lakini bado relatively they are still young. Therefore tunauliza vijana wetu ya kwamba tumia nafasi ambayo iko vizuri ili mkaguze uongozi wenu, na kama inahitaji masomo, enda shule mkasome ili mkajenge uhusiano wenu katika uongozi, na kama inahitaji kuwa karibu na wananchi, kuwa karibu na wananchi ili wananchi wakawe na imani kwenu, wakawasaidia katika kuguza uongozi wenu katika nyanja ya kisiasa. Asante sana. Umegusia masuala mengi na masuala muhimu sana, na mifumo tatu ya uchumi, siasa na utendakazi, na hiyo programu ya Nyota ambayo inaendelezwa na rais ni swala ambalo tutakuja kulizungumzia hapo baadaye. Nataka nikuje kwako John Kamau ambaye ni mwenyekiti wa New Generation Aspirant. Kwanza kabla tuingilie swala nzima la vijana na uongozi, nataka tu unifafanulie ama utueleze tu kwa kiduchu, New Generation unamaanisha nini ama inasimamia nini? Hivyo New Generation, uongozi wa kisiasa au wa kizazi kipya. Na tulikuja lengo na madhumuni. Tuna lengo na madhumuni kwa sababu tulikuja pamoja. Mimi nilikuwa nimegombea kiti cha ubunge mwaka wa 2022 na kuna wengine wengi ambao pia walikuwa wamegombea mwaka huo na miaka ya hapo nyuma, na
tukakosa hizo nafasi kwa sababu ya sababu tofauti tofauti. Kwa hiyo lengo letu la kuja pamoja lilikuwa tuje pamoja, tubadilishe mawazo, alafu pia tuwe na ujumbe wa pamoja ambao tunawaambia Wakenya ili tuweze kuongeza zile chances za vijana kuchaguliwa katika nyadhifa za viongozi mwaka ujao wa uchaguzi na miaka ya hapo baadaye. Kwa hiyo tumekuja pamoja ili kujaribu kutuma ujumbe kwa Mkenya wa kawaida ya kwamba pia sisi kama vijana tuna uwezo wa uongozi bora iwapo tutapata nafasi katika uongozi ndani ya taifa la Kenya. Kwa hiyo hilo ndilo limetuleta pamoja. Hivi sasa tuko vijana karibu 1000, tumekuweko kwa muda sasa, na tumekuwa tukisambaza huo ujumbe, na tunapania kuendelea mwaka huu na mwaka ujao. Na hivyo ninatarajia kwamba kulingana na vile ambavyo Wakenya wamekuwa kitusikiza, kuna viongozi vijana ambao watapata nafasi za uongozi mwaka ujao. Kwa hiyo ila nisema kumekuwa na changamoto. Kinachotuleta pamoja ni changamoto katika uongozi. Nimesema ya kwamba niligombea. Na kweli kabisa vijana wako disadvantage sana hata katika hivi vyama. Nimekuwa katika chama. Unapata kitu cha kwanza, pesa ambazo vijana wanaitishwa via nomination ziko juu sana kwa kijana. Ukizingatia kuwa kuna idadi kubwa sana ya wasio na ajira katika taifa la Kenya. Lakini kutokuwa na ajira haimaanishi kuwa hawana uongozi ndani yao. Hivyo hao vijana wanapoenda katika vyama hivi, unapomuitisha zaidi ya shilingi 1,100 ya cheti peke yake ama ya nomination peke yake, wengi watakosa. Na mwaka uchaguzi uliopita wa 22 unapata kwamba vijana wengi ni wale ambao walienda binafsi. Walienda binafsi kwa sababu walishindwa kumudu gharama ya chama. Wakaamua kwa sababu hatuna pesa za kulipa nomination certificate, wacha tuende kama watu binafsi. Kweli ni kwamba katika taifa la Kenya ni wachache sana uchaguliwa katika vyama binafsi. Ukiangalia ndani ya vyama, wale vijana ambao wanapata nafasi ni wachache sana. Ukitaja mtu kama Babu Owino nitashangaa. Sababu Babu Owino amekuwa katika siasa za university, hivyo yani ni one among the few ama mmoja kati ya wengi ambao wanapata nafasi za kipekee kama zile za uongozi hapa Kenya. Wale wengine wote walienda wapi? Viongozi wa wakati wake ambao walikuweko wakati huo, unapata ya kwamba hawakuweza kufanikiwa kama vile Babu Owino ameweza kufanikiwa. Ukiangalia kijana kama Boyd Were, ametoka katika babake ameaga alafu akarithi nafasi ya babake. Lakini jiulize, walio wengi ni akina nani? Walio wengi ni watu kama sisi ambao pengine wazazi wetu hawako tajika. Wamepata nafasi. Hawapati nafasi. Ndio maana ninasema kwamba vijana wengi katika taifa la Kenya ni wale ambao wazazi sitajika, hawana pesa ama hawana zile network ambazo pengine wanahitaji kuwawezesha kuwa na ile advantage kama ambayo kijana kama Boyd Were ambaye alipata. Wale vijana ambao umetajwa pengine ambao walipata nomination chini ya uongozi wa Rais Ruto, unapata kwamba kulikuwa na shinikizo la vijana, ilifanywa kama mahindi kurushiwa kuku. Si kitu ambacho kilifanywa na serikali punde tu walipoingia, kwa sababu kama ingefanyika punde tu walivyokuwa na form serikali yao ingekuonyesha kwamba wako na ile goodwill kuanzia mwanzo. Lakini unapata mazingira ambayo yalimsukuma rais na serikali yake kuwachagua wa vijana, unapata kulikuwa na shinikizo la vijana wa Gen Z, kulikuwa na vita kila mahali, na ni kutokana na moto ule kujaribu kuuzima, unaleta kijana kama Fikirini karibu na ule ambao umetajwa ambaye ni waziri wa maji, lakini hawako katika hesabu. Tuseme tu ni vile serikali imeweka mahali ambapo ni moto, wameshindikana. Ukija katika mambo ya uchumi, unapata kwamba rais amesema kwamba anapeleka zaidi ya vijana 1,500 katika nchi za nje kupata zile ajira. Ni sawa, lakini unapopeleka kule serikali ya Kenya inafuatilia. Mimi nimekuwa nikifuatilia. Nini kinafanyika punde kijana anapotoka Kenya kwenda kutafuta ajira nchi za ng'ambo? Wengi unapata wanateseka. Kwa mfano ukienda katika nchi za ughaibuni ama huku kwa Waarabu, unapata kwamba vijana wa Kenya wanapoenda kule, ukiangalia mishahara wanayopata iko chini ukilinganisha na mishahara ya vijana wanaotoka nchi zingine. Kwa sababu nchi hizo zingine kabla ya kuachilia vijana wao waende katika hizi nchi, wanakuwa wamejadiliana na nchi hizo za ughaibuni na kusema ya kwamba hawataki vijana wao walipwe
kiwango fulani, chini ya kiwango fulani cha mishahara. Lakini wetu unapata wanaenda tu ni ile watanegotiate. Mtu analipwa mpaka shilingi 800 ya nchi za ughaibuni hapa Kenya, lakini kijana wa nchi nyingine serikali yake imeweza kumtetea napata zaidi ya 1500 ya ile nchi ambayo ameenda. Na kwa hiyo tunataka si kutuma tu vijana nje, lakini watume katika mazingira yanayofaa. Unapata Wakenya wengi, wengine wanafanyishwa kazi kama punda, wanafanya masaa 24 kazi kule nje. Kwa sababu serikali ya Kenya ni kama tu ile unaambiwa toka nje, ni kama unafukuzwa katika nchi yako. Lakini je, unafuatilia kuhakikisha kwamba hiyo kazi ameenda anapata haki yake kama Mkenya na analeta faida? Mwisho nikimalizia katika mambo ya wale vijana wanaenda kutafuta. Ukiangalia wale ambao wameenda nchi kama Germany kwa mfano, unapata kuna hapo nyuma vijana walienda sana wengi Germany wakaenda wakapata uraia wa Germany, lakini uraia wa Germany ungepata hapo nyuma hauko na kuruhusu kuwa na dual citizenship. Kwa hiyo vijana wengi ambao walitoka miaka hapo nyuma hapa Kenya kwenda kutafuta mambo mazuri kule nje kama Germany for example, unapata ya kwamba walienda ikabidi kwanza waachane na uraia wa Kenya wapate ule ili waweze kupata mapato, lakini baada ya sheria kubadilika wanataka kuwa wa Kenya tena kwa sababu wamezaliwa Kenya. Lakini sheria ambazo zimewekwa, unapata kijana kurudi gharama inaenda hadi shilingi 1,000,000 ya kijana kurudi kuwa mraia wa Kenya. Na unajua hakukana uraia kwa kutaka, ni vile ambavyo alijaribu kukimbia ufukara, lakini sasa unapata wale vijana wamekwama kule, wanataka kuwa raia wa Kenya ili waweze kuwekeza hapa Kenya, lakini mazingira ambayo yametengenezwa na serikali ni magumu sana hata kuwa raia wa Kenya. Hii mambo ya Nyota Fund si mara ya kwanza tunaona. Tutalizungumzia swala hiyo la Nyota Fund. Nataka ni kuja kwako Eric Makeke, kama wewe kama kiongozi wa vijana, unahisi ni nini wazuia vijana kujitokeza na kuwania viti tofauti katika taifa hili letu? Katika taifa hili letu ambapo kinazuia vijana ni ujasiri. Vijana hawajikubali kwanza, because mimi nakumbuka nilipoanza siasa huko 2013. Ikuwa rahisi kuingia katika ofisi ambapo unapata wewe unatafuta kiti ambapo unaangalia mwingine ambaye anatafuta ni mzee kuliko. Naam. Ni baba mwenye hela zake. Naam. Na wewe ni kijana mdogo umeingia. Kwa hivyo ulikuwa una feel ni kama wewe mfanya kazi pale, uone kama wewe umefit kwa ile kiti ambayo unatafuta. Kwa hivyo ilikuwa ni vigumu sana. Kwa hivyo ilinichukua muda pia mimi kuweza kuingiana nao, nikaweza kujua kumbe naweza. Ambapo nilianguka mara ya kwanza, mara ya pili. Paka hivi sasa ndivyo ninavyosema, bado nagombea kiti cha MCA Kileleshwa Ward. Na ambapo watu wengi paka tukikutana wengi wananiuliza utawezana na ule mjamaa. Vitendo anavyofanya kule Kilimani na Kileleshwa havifurahishi watu, vinaogopesha watu wengi, lakini wengi wameogopa. Lakini mimi kama Makeke, because nimekuwa mjasiri kwa sababu nimekuwa pale na nimeona moja mbili, imesemekana kwa uongozi si hela. Ni moyo na kujituma na nguvu na kuweza kuuza sera zako, watu wakaelewa kwamba unaweza kweli kuwajibika na kile ambacho utataka kuambia wananchi unataka kuwafanyia. Hiyo ndio kitu ya maana. Hiyo ndio imefanya vijana wamekuwa wakiogopa. Na vijana wajakuwa wakiweza kutambua vijana wenzao. Iko unapata kijana anaangalia huyu kijana mwenzangu anaona huyu hawezi, nafaa nitafuta ule mwenye hela mingi ama ule mwenye ambao kwa uzoefu anakaa mzee ndo anaweza kuniongoza. Hiyo ndio imetuumiza. Lakini ikifika mahali penye vijana tutaweza kushikana, tujue si mambo ya kuangalia hela, tutakuwa tunaweza ona yenyewe, tunaweza chagua kijana wetu. Because mimi nafurahia naona sasa hivi vijana wameweza kujitokeza kama kijana aliyogombea kiti ya Malaba, Ryan Njendi. Unaona ni kijana alijitokeza, na sasa hii sio rahisi, naona kuna kijana anaitwa Chris Wamalwa, Chris Wendo amejitokeza pia huko, anatafuta kiti ya ubunge. Na si kujitokeza, ni vijana wenzake wamemuita kule, kwanza ameitwa atafute MCA, akaitwa akaambiwa wengine atafute ubunge. So ule ni kijana wa vijana wameanza kuona vijana wanaweza stahili kutafutana wenyewe. Kwa hivyo mimi naambia vijana popote vijana wako wajitokeze, si wasiangalie hela, na wajitume kwa moyo wao wote, kwamba wajue hii ni kazi na sawa sana ile kazi nyingine. Because ambapo unaamka kwenda kutafuta mjengo, mimi nimefanya mjengo, naelewa jinsi ya kufanya mjengo. Ambapo unatafuta kwenda kutafuta pale mjengo, au wakupigi simu ama wakuiti, ni wewe mwenyewe unajituma, unaenda unakaa pale kwa mlango wa gate, unaongoja supervisor anakuja, anaanza kuita majina, akuita jina, na akiita bahati mbaya ifikie kwako akwambie sasa wewe leo utaweza, because list ambayo nimepatiwa ni watu 10, wewe itabidi uende nyumbani na umekuja kufanya kazi, na utafanya kazi kwa wiki mzima na unalipa shilingi 500. Ndio uje sasa upate pesa yako umejaza. Ikifika wakati ya lunch, pesa yote inaishia kaibu hapo. Umekuja breakfast na lunch, ukienda kutoka wakati ya Jumamosi unafaa ulipo mshahara, unapata una mshahara. Lakini kuna mwingine unapata yeye amejivumilia, pesa yake haikuli, anaiweka kwa hesabu. Ikifika ile wakati, pesa yake anaweza chukua aende afanye kitu ya maana.
So utapata huyu mwingine na huyu mwingine watagombana because ya nini? Huyu ataona mbona huyu ako na pesa, huyu hana pesa. Kwa sababu yani huyu ametumia pesa yake vizuri, huyu pesa yake alitumia kuitumia vibaya. Alafu anakuja anasema hii kampuni ni mbaya. Hapana, hakuna cha kampuni mbaya. Ni kujipanga. Na kwa sasa tunaambia vijana tutoke tujipange. Kila mahali kuna sheria. Kila vyama ina sheria yake. Kwa hivyo ukiangalia unahitaji kwenda kwa chama hii, imekuambia inataka milioni, inataka pesa. Wewe uko na haki ya kuchagua ile ambayo unastahili. Mimi niligombea katika kiti, niligombea independent, nilikuwa rabbit last election. Kwa hivyo niliona singewezana na ile budget, nikaenda kwa nini. Lakini hivi sasa nimesema round hii niko naingia kwa chama. Kwa hivyo naambia vijana mkitaka kuja kugombea kwa chama, ni tujipange, tuangalie gani ambayo inaweza, na ground umesukuma ground aje, ongea na wananchi, ongea na wapiga kura, na wale ndio watakusupport. Na ukiwa una hela usione uko na usikiwa na taasisi bila hela. Wewe usiangalie ni hela peke yake, angalia nini utafanyia wananchi. Ile maendeleo yako pale chini ndio itasaidia. Alafu nimekuja upande ya vijana kufanya biashara. Vijana wengi wamepotelea katika biashara ya pikipiki peke yake. Bali kuna biashara mingi ambayo tunaweza jihusisha ndani ambayo inaweza kusaidia upate mapato. Niko na vijana hapo Valiaked, pale Valiaked. Vijana walianzisha biashara ya kaosh, wanafanya, wameanzisha kazi ya hoteli, wanafanya. Na inawapatia mapato, wanalipa rent, wanapeleka watoto shule. Kaa kijana Ian, kijana ambao alikuwa barista, amesomea barista lakini hajapata kazi. Lakini hakukaa kule nyumbani akasema serikali imsaidie, serikali ifanye hivi. Alikuja akajiweka kwa mpango na akaingia, sasa anafanya hesabu yake. So sasa akipata kijana kama huyo, akipata pesa ya nyota, ako na hesabu, ako na budget ambayo anajua hii hela nikiweka hapa itaweza kunizalisha pesa yangu, nilipe pesa ya serikali ambayo inastahili. Lakini kwa sasa because vijana wanaenda kuchukua hela bila mpangilio, watachukua waipige katika hesabu yao, waikule, wakishamaliza warudi waseme serikali mbaya, pesa ambayo ilitupatia ni kidogo. Ila wakipiga hesabu waelewe hiyo pesa ingewatosha kutoka point moja mpaka point nyingine. Naam. Bwana Samson, nataka nikuje kwako. Baadhi ya changamoto ambazo huwa inajitokeza sana miongoni mwa vijana ni uraibu wa mihadarati sana. Wengi hawajitumi, wengi wameonekana kupatwa na kusombwa na mawazo ama depression, ukipenda mental illness. Swala hilo tunaweza lifanya nini kama taifa, tulitupe ama tulisahau swala hilo kwenye kaburi la sahau? Asante sana kwa hilo swali, na kabla sija nena juu ya hilo swali, ningependa kusema hivi. Vijana wetu wamepewa nafasi, na mimi nimepita umri kidogo ya kijana, lakini wakati nilikuwa kijana pia nilijitokeza, na nilijitokeza kwa sehemu mbalimbali, kuanzia university, kuanzia high school up to university. Kwa hivyo vijana wetu lazima wajue, lazima ukuwe na mentor, na tulikuwa tunaangalia watu ambao walikuwa wanatumentor sisi katika siasa. Tulikuwa tunaangalia watu kama Mheshimiwa Moses Wetangula, watu kama Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa William Samoei Ruto wakati walikuwa katika Pentagon. Walikuwa wanatusaidia sisi kujijenga mawazo yetu katika uongozi wa kisiasa. Kwa hivyo vijana wetu lazima wajue ya kwamba hakuna vile tutatoa hao watu wote. Lazima tuwe hapo mbele na mentor ambao wanatusaidia sisi kujenga uongozi wetu. Na hivyo ndivyo ulimwengu imeumbwa. Lazima tuwe na generations. Kuna generation ambayo iko mbele, ya katikati, ile iko nyuma. Kwa hivyo tunasoma katika hiyo generation tukiendelea. Although kuna mabadiliko katika generations, what we call generational reforms, lakini hizo reforms lazima zizingatie historia ya vile mambo yamekuwa yakifanyika. Nikija kwa mambo ya mihadarati, nataka nishukuru rais wetu William Samoei Ruto kwa kazi nzuri ambayo anafanya kwa kupigana na mambo ya mihadarati. Haswa generation ya vijana ndio the biggest victim katika lugha ya Kimombo. Na ninashukuru kwa sababu amekuja wakati mzuri wa kusaidia sasa hawa vijana watoke katika mambo ya mihadarati ili waingie katika nao nafasi nzuri ya kufanya kazi na nafasi mzuri pia ya kuchukua uongozi. Hakuna vile utachukua uongozi na wewe umezama katika mambo ya mihadarati. Inakuwa ngumu zaidi hata jamii kukuona ya kwamba wewe unaweza kuwa kiongozi. Kwa hivyo tunashukuru rais, na tunaona pia ametoa amri ya kwamba kila serikali ya ukatuzi ije na rehabilitation center ambazo zitasaidia watu katika kaunti hizo
kuingia katika those rehabilitation center ili wakasaidiwe, na hiyo ni hali nzuri ambayo itasaidia taifa letu la Kenya. Naam. John, mwelekezi wangu anasema muda umetupa kisogo, lakini nataka uchukue tu dakika kidogo tu. Je, mikakati ipi unahisi imeweka kuzuia vijana kutotumika vibaya na wanasiasa, ama ukipenda political violence kwa lugha kimombo? No, wameweka mikakati ya kuwezesha vijana kutumika, si ya kuzuia vijana kutumika. Ndio nakuuliza tunafanya nini kama vijana ndio tukuwe na mikakati kabambe tusitumike vibaya na wanasiasa? Sasa vijana hatuwezi weka mikakati kwa sababu serikali is the only structured organization ambayo inaweza weka vitu kama hivyo. Kwa sababu saizi ukiangalia vijana ni maskini. Kijana amki tu anaamua kutumia mihadarati. Na pia ni uongo kusema ya kwamba vijana Kenya hawajitumi. Vijana wanajituma, swali ni anajituma wapi? Lazima pia kama country, kama nchi tujue kwamba si kila kijana anaweza fanya biashara. Structure ecosystem ina demand ya kwamba kuna wale wanafaa kuajiriwa, kuna wale ambao wanaweza biashara. Huwezi sema kila mtu atauza smoki, nani atakula smoki ule mwingine? So lazima muweke mikakati mkijua kwamba system lazima ikue, na kwa hivyo kwangu it's about the environment. Hakuna siku serikali itaajiri vijana wote ndani ya Kenya, lakini inaweza ikawezesha environment za kuajiri watu hapa Kenya. Na mimi ninasema the most obvious ni pending bills. Unaweza weka hizo kandarasi katika serikali, swali ni unalipwa. Saa hizi kuna kampuni ya rafiki yangu wamefuta vijana zaidi ya 300 mwaka huu kwa sababu hawajalipwa pesa ambazo walifanyia serikali kazi. Kwa hivyo serikali ikiweza lipa karibu 1 trillion ambayo inadaiwa na wale ambao ni wafanyikazi binafsi, wale watu watapata pesa za kuajiri wale vijana. Yani kukuwe na mazingira bora ya kufanya kazi, lakini serikali iwezi ajiri. Na niseme mambo ya Nyota ili nimalize. Ukiangalia Nyota ni kama hustler fund. Kwa sababu ni unapatia mtu pesa ukiamini kwamba ataenda kufanya biashara. Hustler fund ilikuwa na capacity kubwa kuliko hii Nyota fund. Ilianguka. Kwa sababu sivyo hatuwezi run economy na mambo inakaa handout. Economy ni system. Mtu anaweza anza na hiyo shilingi 3,000 biashara na afanye kwa sababu yeye ni mwanabiashara kule ndani. Unaweza patia mtu mwingine shilingi 20,000 ashindwe kufanya kwa sababu yeye si mwanabiashara kuanzia ndani. Mwelekezi wangu anasema muda umetupa kisogo, nataka niwapatie kila mmoja dakika sekunde 30 neno lenu la mwisho kwa vijana na mustakabali wetu wa taifa. Mnaona aje kama vijana? Nianze kwako Bwana Eric. Sekunde 30 tafadhali. Mimi ningependa kusi vijana, tuko tunaelekea mwaka wa uchaguzi, vijana wote wajitokeze na mkuwe ready kugombea viti, na msikuwe ndashishi about hela, kila kitu ni kujituma. Na ukiwa uko na haki unatafuta kile ambacho unataka, wale wako pale nje wakiona unataka watakusupport na watakupatia uongozi ambao unataka. Na vile vile ningependa kuomba watu wangu wakileleshwa msamaha kwa ule uongozi mbaya ambao sisi vijana tuliepuka kukuja katika uongozi, tukachagua uongozi mbaya. Kwa hivyo mimi kama mkaaji wa Kileleshwa na mfanyabiashara wa Kileleshwa naweza omba watu wa Kileleshwa msamaha kwa aibu ambao wamepata, na mimi nimesema niko ready na gombea kiti cha MCA Kileleshwa 2027. Kwa hivyo nitakuwa ready kutumikia watu wa Kileleshwa, to make Kileleshwa better. Asante sana. Naam. Bwana Samson, neno lako la mwisho sekunde 30 tafadhali. Vijana kwanza wajibike na wakuwe na positive attitude. Na pia washike kura. Hawatataka kuwa kwa uongozi na washike kura. Tuliona kura ambazo zilipita za by election. Vijana wengi hawakwenda kupiga kura, na huku ndio wanataka kukua katika uongozi. Lazima pia wajibike na washike kura. La mwisho ni kwamba mambo ya Nyota, rais anajaribu kusaidia vijana. Na ni vijana wenyewe wazingatie. Rais hata kuja kupanda mbegu ya kufanya biashara ndani mwako, ni wewe utakayefikiria. Yeye amekupea enabling platform ya kupa pesa ya kufanya biashara. Kwa hivyo wewe ndani mwako jichanue katika hali ya kufanya biashara na uanzishe biashara. Asante sana. Bwana John Kamau, sekunde 30 tafadhali. Wasalimu watu wa Njoro. Ndiko niligombea na mwisho kuambia vijana hakuna mtu anaweza tupeleka Singapore. Ni tujitume, tufanye bidii hapa Kenya na mwishowe tutafika. Na pia mwaka ujao tusichague bora kiongozi, tuchague viongozi bora. Katika uchaguzi ujao, na mchague vijana kwa wingi. Asante sana. Mtazamaji, ningependa tuendelee na mazungumzo haya, lakini muda umetupa kisogo, lakini
hayo yote tunasema shukran sana, asanteni sana kwa muda wenu. Mtazamaji, huyo alikuwa ni John Kamau, mwenyekiti wa uaniaji wa kizazi kipya, mkipenda ni Generation Aspirants, na pia karibu yangu ni Eric Makeke Kunradhi, ambaye ni kiongozi wa kijana, na hapo tuko nayo Samson Nabutola ambaye ni mtaalam wa masuala ya siasa na pia mchanganuzi, wakitusaidia tu kufafanua na kudadafua masuala zima ama mada yetu kuhusiana na vijana na uongozi. Kufikia hapo sina budi ila kulitia nukta kipindi hii cha Tamrini. Mwenzangu na ndugu yangu Bentoy Njue tayari kwa studioni kukuletea taarifa za saa 7 kwa lugha ya Kingenge. Hadi panapo majaliwa Kimolana, kwaheri.